Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 na ya 2. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Tunamshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo tunaenda kuanza kitabu kingine cha Injili, ikiwa ni kitabu cha 4 katika vile vitabu 4 vya Injili. Mtu wa Mungu, tukumbuke kwamba Injili iko moja, lakini wainjili wako 4. Injili ni moja, lakini wainjili wako 4. Kwa kitabu hichi kinaendelea kutueleza injili ile ile ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo ituleteayo wokovu. Na baadhi ya wataalam wa maandiko matakatifu wa teolojia wanasema kwamba kitabu hiki cha Yohana ndio injili ambayo imeandikwa katika lugha ngumu zaidi kuliko injili zote. Ni injili ngumu zaidi ya kiteolojia kwa sababu ina maneno ya ndani sana ya Ukristo. Lakini Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa. Karibuni sana tufungue kwa sala ili tuanze rasmi kusoma kitabu hiki cha Yohana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo unaotupa nafasi kwenda kuanza kusoma kitabu hiki cha Injili. Tunanyenyekea kwako tukiamini wewe ni Mungu wa upendo na pendo linapenda watu. Nasi tunaomba Roho wa Mungu uje tusaidie kuelewa kitabu hiki. Bwana, utupe nguvu ya kupokea na kuwekwa huru. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project. Ni Injili ya Yohana sura ya 1 na ya 2. Injili ya Yesu Kristo kulingana na Yohana. Mlango wa 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu, akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe unani? Naye alikiri, wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? Uelia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe unabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza, ikiwa wewe si Kristo, wala Eliya, wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu
amesimama yeye msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania ng'ambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akajaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni Mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, akasema, wewe usimoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe umwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya Mwana wa Adamu. Mlango wa pili. Na siku ya 3 palikuwa na arusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni, mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini.
Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku si nyingi. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Hata alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake, walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu.